Tumpigie Yesu tena makofi. Na wewe unayetufuatilia popote pale ulipo, ninakupa tena nafasi, twende pamoja. Ni day 2. Sema day 2. Sema day 2. Ni siku yetu ya pili ya mfungo wa Ezra, wimbi la kwanza la Pentekoste. Sasa Ezra, tumesoma kwenye Ezra, kumbuka tulikotoka na Ezra, kile kitabu cha Ezra sura ile ya 8. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 hadi 23. Biblia inasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia njiani, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumemwambia, tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Haleluya. Tunatokea hapo, tunaanzia hapo, na tunapoanzia hapo tunaendelea ya kwamba hawa ni watu walikuwa wana safari, walikuwa wana mahitaji kwenye ile safari, na walikuwa na option ya kwenda kwa mfalme na kutafuta msaada. Lakini wanasema tumeshatoa na ushuhuda kwamba Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anapigania, Mungu wetu anaponya, Mungu wetu anaokoa, Mungu wetu anawasaidia wale wote wanaomtafuta kwa bidii, wale wote wanaomwabudu katika roho na kweli, wale wote wanaojitoa na kutoa kwa ajili yake. Mungu huyu hawaachi, anakuwa pamoja nao na mkono wake wa kuume unakuwa juu yao ili kuwasaidia. Sasa kwa sababu ya ushuhuda huu mkubwa ambao tumekwisha utoa juu ya Mungu, inakuwaje tena twende kuomba msaada wa ulinzi wakati tumeshasema Mungu huyu anatulinda? Kwa hiyo akasema hapana, hatutaomba msaada, tutaenda hivyo hivyo na Mungu atafanya. Kwa hiyo kweli Biblia inasema wakaomba na kweli Mungu akawatakabali. Na ule mstari wa 31 Biblia inasema kwamba ndipo tukasafiri baada ya kuwa wamejikabidhi, baada ya kuwa wamejikabidhi, wameomba na kufanya mfungo wao wa siku 3, ile 21 hadi 28 sura ya 8 ya kitabu cha Ezra. Mstari wa 31 anasema ndipo tukasafiri toka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza, ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi kutuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kuvizia njiani. Biblia inatuambia kwamba ukweli wakasafiri, na kweli wakaona mkono wa Mungu uko juu yao, na kweli wakaona akiwalinda dhidi ya adui, dhidi ya mkono wa adui, na wakafika Yerusalemu salama. Kwa hiyo tunao ushuhuda kwamba walipoomba Mungu akafanya. Huo ni ushuhuda, ni maombi na ushuhuda wa yale maombi, yani matokeo ya yale maombi. Na sisi tunamwamini Mungu huyu, na sasa tunayo nafasi nzuri zaidi ya huyu Mungu kutusikia na kufanya. Na wakati huu tunaomba kujazwa Roho Mtakatifu. Tunaomba kujazwa Roho Mtakatifu. Na jana siku yetu ya kwanza tulianza na tunaendelea na hivyo. Na ni swali ambalo tunalijibu, kwa nini mwanafunzi wa Yesu au muamini anapasa kujaa Roho Mtakatifu? Kwa nini muamini? Kwa nini mwanafunzi? Kwa nini mfuasi? Kwa nini yule anayemfuata Yesu, yule anayemtafuta Yesu, ili kwa nini anatakiwa kujaa Roho Mtakatifu? Tukaona mambo kadha wa kadha. Tuanza tukaona ni mapenzi ya Mungu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni mapenzi ya Mungu, lakini pia tukaona ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo anapokujaza anatimiza mapenzi yake na anatimiza ahadi yake. Tukaona ya kwamba unapojazwa Roho Mtakatifu, unapokea nguvu. Tukaona pia hiyo, unapokea nguvu Roho Mtakatifu unapojazwa. Lakini pia tukaona kwamba unakuwa shahidi wa Yesu.
unakuwa kujaa Roho Mtakatifu kunakufanya uweze kumshuhudia Yesu bila uoga, kwa ujasiri wote, kukumbana na changamoto mbalimbali ukiwa tayari kuzikabili na kuzitatua. Lakini pia tunaona kwamba kwa nini kujazwa Roho Mtakatifu, tukaona ya kwamba inakupa nafasi kumtolea Mungu ibada yenye maana, kwamba Mungu wetu ni roho, na wamwabuduo halisi wanatakiwa kumwabudu katika roho na kweli, na hakuna katika roho na kweli kama si katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapojazwa Roho Mtakatifu unakuwa kwenye hiyo nafasi. Lakini jambo jingine tukaona kwamba utapata kusema kwa lugha mpya. Usemi wako utabadilika, jinsi watu wanavyokusikia itabadilika, jinsi unavyosema itabadilika. Na tukaona umuhimu wa usemi kwenye maisha, umuhimu wa usemi. Tangu mwanzo tunaomba tuliumbwa kwa neno. Mungu alisema vitu vikawa, na tukaona ni utaratibu wa Mungu kufanya kwa kusema. Kwa hiyo kusema kwako kuna maana kubwa kwenye maisha yako kama muamini, maisha yako kama mwanafunzi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako anakupa lugha mpya. Atakupa lugha ya maombi, utanena kwa lugha, lakini pia anatakasa usemi wako. Sasa unaweza ukasema na ukasikika vile Mungu anavyotaka useme. Kwa hiyo usemi wako tukaona utabadilika. Lakini pia utapata tunaona kwamba katika kujazwa Roho Mtakatifu unapata ujasiri, mkono wa Mungu unanyoshwa kutenda kazi pamoja nawe, na ishara na ajabu vitaambatana nawe unapokuwa umejaa Roho Mtakatifu. Haya yote tukaona Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari 24 hadi 29 hadi 31 na vitu vingine hivyo vyote kwenye mistari yake. Sasa leo tunaenda sehemu nyingine, tunaendelea na kipengele cha 7. Kwa nini mwanafunzi wa Yesu au muamini wa Yesu unapaswa kujazwa Roho Mtakatifu? Na tukaona kwamba lazima kutamani kujazwa Roho Mtakatifu. Kama tulivyoona watu hao wanaenda kwa Mungu, wanamlilia kwenye ile Matendo 4:29 hadi 31. Watu hao wana shida zao, wana mahitaji yao, wanamwambia kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna kile, wanamlilia kweli kweli. Baada ya hayo Biblia inatuambia akawajaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alipowajaza Roho Mtakatifu aliwapa majibu ya yale maswali yote waliokuwa wameyapresenti kwa njia ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sema ameni kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka ni mwaka wetu wa kusema kwa sauti na kupiga kelele. Haleluya. Sema amen yenye afya. Sasa leo day 2 tunaanza na ambapo naendelea. Jana nilishia point ya 6, leo naendelea na point ya 7. Inasema utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwa nini unapaswa kujazwa Roho Mtakatifu? Tunaona ya kwamba utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Mwanafunzi wa Yesu unajazwa Roho Mtakatifu. Unapojazwa Roho Mtakatifu, kati ya mambo ambayo Roho Mtakatifu anayafanya mle ndani, anafanya vitu vingi, lakini jumla ya vile vitu ni kukufanya kuwa mtu mwingine, kukufanya kuwa mtu mpya. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kipekee sana wa kugeuza ndani yako, kugeuza fikra zako, kugeuza maono yako, kugeuza mipango yako, kugeuza ratiba yako, kugeuza taratibu zako, kugeuza hisia zako. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kipekee sana wa kuweka uhai mpya ndani yako. Kumbuka kwa njia ya dhambi uhai unaondoka, lakini pia kwa njia ya dhambi vitu kadha wa kadha, damages mbalimbali zinatokea. Kila wakati tunapojikuta kwenye dhambi, kuna damage ya sini inakuja kwenye maisha ya mtu. Hata kama unatubu, ndio unatubu, unaomba msamaha, lakini kama ni kidonda kinabaki. Unaondoa yule agent wa dhambi, lakini tayari ameshaharibu, ameshaiba, ameshachinja, ameshafanya vitu kadha wa kadha ndani yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokugeuza kuwa mtu mwingine, kwa kweli anakufanya kuwa mpya. Ana uwezo wa kubadilisha yale yaliyoharibika
yale yaliyo tabia iliyoharibika, hisia zilizoharibika, misimamo iliyoharibika, mwenendo ulioharibika, ratiba na taratibu zilizoharibika, mahusiano yaliyoharibika. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kipekee sana wa kukugeuza mwingine kwa njia ya kubadilisha yale yaliyoharibika. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako ana uwezo wa kufanya kuwa kiumbe kipya. Anapogeuza tabia na mwenendo wako, anapogeuza hisia, anapogeuza misimamo yako, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama muamini, mwanafunzi wa Yesu, kila itwapo leo tunatakiwa kujazwa na kutamani kujazwa. Unatamani kujazwa, unatamani kujazwa, na kila unapojazwa unageuka. Na transformation is a life continuous process to anyone who is in Christ. Kwa yeyote aliye ndani ya Kristo, yale mabadiliko, ile transformation ni kitu ambacho kinaendelea. And as a believer, as a disciple, you have to long for it. Lazima utamani kama muamini, utamani kama mfuasi, utamani kama mwanafunzi wa Yesu kuendelea kubadilika. Kama haubadiliki, kuna shida. Ni sawa na mtu ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi, anaanza darasa lake la kwanza. Tunategemea huyu mtu abadilike, darasa la pili awe mwingine, darasa la tatu awe mwingine, darasa la 4 awe mwingine. Ukikutana na darasa la 7 ambaye ni anafanana na vile alivyokuwa darasa la kwanza, basi ujue kuna shida kubwa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko committed kutubadilisha hatua kwa hatua. Yuko committed kutuletea mabadiliko ambayo Mungu, kutufanyia mageuzi ambayo Mungu ameyaweka kwenye kalenda yake, kwenye ratiba yake, kwamba wakati kama huu mwakani unatakiwa uwe mahali fulani, wakati kama huu mwezi ujao unatakiwa uwe mahali fulani, kiroho na kimwili. Kwa hizi transformation zote, hizi changes zote ni kazi ya Roho Mtakatifu, anazifanya kwa njia ya neno la Mungu. Linapokuwa linakuja ndani yetu, tunalipokea. Na mimi naamini wewe unayenisikia popote ulipo, uko hapa popote ulipo, naposema na wewe, Mungu anaachilia ndani yake huyo Roho Mtakatifu wa kufanya mabadiliko, ili uwe yule ambaye Mungu anamtaka wakati wake, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Roho wa kugeuza aendelee kuingia ndani ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Angalia, nikupe mifano hii miwili. Nitakupa mifano miwili, lakini kabla hiyo mifano miwili nikusomee Zaburi. Fungua Zaburi ya 104, Zaburi ya 104 mstari ule wa 30. Zaburi ya 104 mstari ule wa 30. Zaburi ya 104 mstari wa 30, Biblia inasema, asa waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe unafanya upya uso wa nchi. Waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Hapa anaongelea Mungu anapompeleka roho wake mahali. Mungu anataka kuumba kitu fulani, kufanya kitu kipya, anapeleka roho wake. Kwa hiyo huyu roho anapokuja, ile uumbaji unaleta mageuzi, uumbaji unaleta mabadiliko. Kwa hiyo Mungu anaweza akageuza kwa kuumba upya, kwa kuumba upya Mungu anageuza, kwa kuumba upya Mungu anageuza. Na ndio hapo tunaposema kwamba Roho Mtakatifu ni uwezo wa Mungu ndani yake. Roho anafanya kazi ya kuumba upya, ni nguvu ya kuumba upya, lakini yeye mwenyewe ni muumbaji mpya. Kwa hiyo anakuja kama Roho wa Baba, anakuja kama Roho wa Mungu, anakuja kuumba upya. Na anapoumba upya, uso wa nchi unaufanya upya. Uso wa nchi unakuwa mpya, uso wa mahali fulani unakuwa mpya, uso wa familia unakuwa mpya, uso wa nyumba fulani unakuwa mpya, kutokana na uumbaji au matengenezo ambayo anayafanya kupitia Roho Mtakatifu. Basi kuna upya unatokea kwenye lile eneo. Kama ni kwa mtu, kuna upya kwa yule mtu. Kama ni kwa taasisi kama kanisa, kuna kwa na upya kwenye hilo kanisa. Kama ni eneo, kuna kwa na upya. Kwa hiyo ule upya wote, mwisho wa siku, uso wa nchi, muonekano wa nchi unabadilika. Roho Mtakatifu anapokuwa kazini, anabadilisha. Watu watabadilika na mazingira yao yatabadilika. Haleluya, haleluya. Watu wanapobadilika na mazingira yao
yanabadilika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana kazi hiyo ya kutugeuza. Kila mmoja atamani kugeuzwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nisikia ameni kubwa ya yule anayetaka kugeuzwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Angalia kitabu kile cha Samueli. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 6 hadi wa 9. Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 6 hadi mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Samueli wa kwanza anasemaje? Anasema kwamba na Roho ya Bwana atakuijia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nawe asa Biblia ule mstari wa 9 anasema ule mstari wa 8 anasema nawe utateremka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia nitakuteremkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani siku 7. Anaendelea ule mstari wa 9 anasema ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zikamtukia siku ile ile. Huyu ni Samueli anaongea na mtu mmoja anaitwa Sauli ambaye anatakiwa kuwa mfalme wa Israeli, na anamwambia nenda, nampa maelekezo. Utakapofika mahali fulani utakutana wana wa manabii, utakutana watu manabii wanatoka kwenye mahali pa juu, na utakapokutana nao Roho ya Mungu itakuingia. Utakutana nao wanatabiri, na wewe utatabiri pamoja nao. Na anasema utatabiri pamoja nao, na wewe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Na baada ya kumpa yale maelezo, anamwambia ya kwamba ikawa walipoachana naye tu, Mungu akambadilisha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akambadilisha moyo. Bila shaka alimbadilisha moyo kumweka tayari kwa ajili ya kupokea Roho Mtakatifu, kwa ajili ya kupokea Roho wake ambaye anajua alikuwa anaenda hatua kadhaa. Na ukiendelea kidogo tu hapo ule mstari wa 10 anasema basi alipofika Gibea tu, natazama kikosi cha manabii wakatokea pale, akakutana nao, na alipokutana nao Roho ya Mungu ikamwingia, akaanza kutabiri. Alipoanza kutabiri watu wakashangaa. Sauli naye anatabiri. Sauli naye amekuwa kama nabii. Kwa nini? Kwa sababu Roho ya Mungu ilikuwa imemwingia, ikamgeuza kuwa mtu mwingine, na akawa tayari kwa ajili ya kazi ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ya Roho Mtakatifu kukubadilisha kwa ajili ya assignment ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Ni wajibu wa Roho Mtakatifu na ni jukumu la Roho Mtakatifu kukugeuza. Anapokugeuza, anageuza moyo wako. Anapokugeuza, anakugeuza na kufanya ufanye vitu ambavyo katika hali ya kawaida usingeweza kuvifanya, lakini sasa utaanza kuvifanya kwa sababu umegeuzwa na kuwa mtu mwingine. Tamani Mungu kukugeuza leo na akufanye kuwa mtu mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Tamani Mungu akugeuze, akugeuze, abadilishe moyo wako na akugeuze kuwa mtu mwingine. Sema amen. Sema amen. Kugeuzwa na Mungu ni takwa na ni hitaji la kila mmoja, na ni hitaji letu la kwanza. Kugeuzwa na Mungu, kubadilishwa na Mungu. Mioyo yetu kubadilishwa siku zote tuweke kama kipaumbele, kwa sababu yale yaliyoko mbele yetu, majukumu, baraka zilizoko mbele yetu, yale mema ambayo Mungu amekusudia mbele yetu, yanasubiri mabadiliko ya mioyo yetu, yanasubiri mageuzi ya ndani ambayo lazima yafanyike ili tuweze kupokea yale ambayo Mungu ameyaweka kwako. Haleluya, haleluya. Mungu amekusudia kwa ajili ya ndoa, Mungu amekusudia kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kazi fulani.
Lakini kabla ya kazi, kabla ya ndoa, kabla ya biashara, kabla ya hiki, kabla ya promotion, kabla ya cheo fulani, Mungu anatamani akugeuze, akuweke tayari kama sehemu ya maandalizi kwa ajili ya hiyo baraka inayokuja. Kwa hiyo wewe unayetaka Mungu akuinue, unataka Mungu akupeleke juu, unataka Mungu akupe hiki, akupe kile, tamani kwanza Mungu akubadilishe ili uweze kuqualify, ili uweze kuwa tayari kwa ajili ya kile ambacho Mungu amekiweka kwa ajili yako. Huyu alikuwa anaenda kuwa mfalme, alihitaji kugeuzwa akili, alihitaji kugeuzwa moyo, alihitaji kugeuzwa huko ndani na kuwa mtu mwingine. Angebaki yule Kishi wa kwanza, angebaki yule mwana wa Kishi wa kwanza au yule Sauli wa kwanza, asingeweza kuexecute majukumu yake ya kifalme kama alivyokuwa anatakiwa. Kwa hiyo alitakiwa kubadilishwa, alitakiwa kugeuzwa, alitakiwa kuwa mtu mwingine. Haleluya! Tamani kugeuzwa. Haleluya! Na mimi naomba Mungu leo akugeuze. Sema ameni kubwa. Sema ameni kubwa. Tamani Mungu kukugeuza kwa ajili ya baraka iliyoko mbele yako katika jina la Yesu. Tamani Mungu kubadilisha moyo wako kwa ajili ya jawabu la maombi yako kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anamgeuza huyu kwa sababu anataka awe mfalme. Anamgeuza, anabadilisha moyo, anamgeuza kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo unapokuja kwa Yesu ili akutumie, lazima akugeuze ili uweze kupatana na matumizi mapya. Haleluya! Uweze kupatana na viwango vipya, uweze kupatana na changamoto mpya, uweze kupatana na mahitaji mapya yanayokuja kwenye maisha yako. Unahitaji kugeuzwa moyo, unahitaji kugeuzwa akili, unahitaji kugeuzwa ufahamu, unahitaji kugeuzwa hisia, unahitaji kugeuzwa mitazamo yako. Na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Pe Roho Mtakatifu makofi mengi. Tamani kugeuzwa leo. Haleluya! Nasema mtu atamani kugeuzwa leo na Roho Mtakatifu. Haleluya! Mwanafunzi atamani kugeuzwa leo katika jina la Yesu Kristo. Na kwa kweli kati ya indicator za muhimu sana, viashiria vya muhimu sana vya hali yako ya wanafunzi, hali yako ya ufuasi, ni ile kiu yako na tamaa yako ya kugeuzwa, kubadilishwa kila inapoitwa leo. Mwanafunzi wa Yesu aliye hai, mwanafunzi wa Yesu anatamani wakati wote kugeuzwa, anatamani wakati wote kubadilishwa, anatamani, kwa sababu kila wakati anajicheck with respect to master. Anamwangalia master wake, anamwangalia Yesu ambaye ndiye master wake. Anapomwangalia anagundua bado sana, na anapogundua bado sana anatamani sana, anapogundua bado sana anatamani sana kugeuzwa ili aweze kupatana au kufanana na master wake, Bwana wake. Haleluya! Nasema leo mwanafunzi atageuzwa mahali hapa. Mwanafunzi wa Yesu atageuzwa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu atakuijilia juu yako katika jina la Yesu Kristo. Na anasema utatabiri pamoja nao. Alikuwa hajui hiyo kazi ya kutabiri, alikuwa hajawahi kuifanya. Lakini Biblia inatuonyesha Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu, anampa karama na vipawa mbalimbali. Kati ya karama na vipawa ambavyo Roho Mtakatifu anakupa, ni anaweza kukupa, unaweza kupokea kutoka kwake, ni kipawa cha kutabiri. Na hapa kutabiri kwenye Kiingereza anatumia prophesy au kutoa unabii. Kutoa unabii. Na unapotabiri ni uwezo, unasema matukio ya siku za usoni, unasema mambo yajayo, unasema mambo kabla hayajatukia. Sasa unaweza kusema mambo kabla hayajatukia kwa uweza wa Roho wa Mungu au kwa uweza wa roho wa shetani. Sasa Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako pia anaweza akakupa huo uwezo wa kusema kweli ya Mungu, kusema yale ambayo yanatoka kwa Mungu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unayasema yale yajayo kabla hayajatukia, unayataja kabla hayajatukia, unayataja.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu anageuzwa, anapewa huo uwezo wa kutaja, kusema matukio kabla hayajatokea, na ule uwezo alikuwa hana. Mungu akupe huo uwezo katika jina la Yesu Kristo. Nasema upewe huo uwezo wa kutabiri kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Upewe uwezo wa kutabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ni karama, ni kipawa ambacho Roho Mtakatifu anaweza akakupa, anaweza akampa mtu yoyote kama vile yeye mwenyewe anavyopenda. Ule uwezo wa kutabiri, uwezo wa kutabiri, uwezo wa kutabiri, uwezo wa kutabiri ni uwezo wa muhimu sana, na Mungu anawapa watu wake huu uwezo. Mwingine anampa uwezo essentially kila mtu kwa level ya individual. Mungu yuko tayari kukupa hiyo capacity, kukupa huo uwezo wa kuweza kujitabiria wewe mwenyewe mambo yako. Haleluya. Ule uwezo wa kuweza kusema matukio yako kabla hayajatokea. Hilo ni jambo ambalo Mungu anaweza kumpa mtu yeyote. Anatamani kila mtu awe na huo uwezo ili aweze kuendesha maisha yake. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Lakini pia Mungu anawapa watu wengine karama ya kutabiri, karama ya kutoa unabii. Inapokuwa karama, inakuwa sasa umepewa kwa ajili ya watu wengine, si kwa ajili yako tu, kwa ajili ya watu wengine. Unapewa zaidi kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo unaweza ukapewa kutabiri kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya as much as Mungu anataka. Na anayetabiri au huyu nabii, Mungu anakuwa anampa neno lake, na anasema lile neno kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pia Roho Mtakatifu, muamini au mwanafunzi wa Yesu, anahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu ili kumpa uwezo wa kutabiri matukio ya maisha yake, au wakati mwingine anaweza akakupa zaidi na kwa ajili ya watu wengine. Sema amen. Sema amen. Sasa huyo Sauli anapewa hilo jambo na watu wanamshangaa. Haleluya. Watu wanashangaa. Roho Mtakatifu atakupa karama na watu watazishangaa zile karama vile zinavyofanya kazi, na unageuka kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu, piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni assignment ya Roho Mtakatifu kukugeuza kuwa mtu mwingine, kukugeuza kuwa mtu mwingine. Kama ni mke, unageuzwa kuwa mke mwingine. Kama ni mume, unageuzwa kwa ufahamu wako, kwa hisia zako, kwa matendo yako, unageuzwa. Na mbele za Mungu unageuzwa kuwa mtu bora. Au geuzi kuwa mtu mwingine au kuwa mtu harifu. Hapana. Tukiona umegeuzwa kuwa mtu mwingine afu na kuwa mtu mharibifu, tunajua aliyekugeuza ni roho wa shetani. Umegeuzwa kwa nguvu za pepo. Ukigeuzwa kwa nguvu za Mungu, you become a better person in the kingdom. Unakuwa mtu mzuri zaidi kwenye ufalme wa Mungu. Unakuwa resource nzuri zaidi kwenye kanisa. Unakuwa Mungu anakutumia zaidi, na unaweza ukafanya vizuri zaidi kama mtoto wa Mungu na kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akupe hiyo katika jina la Yesu Kristo. Mtu mwingine anajazwa Roho Mtakatifu. Kuna Sauli mwingine wa pili. Kuna Sauli huyo wa Agano la Kale, mwana wa Kishi, lakini yuko Sauli mwingine huku tunamfahamu ambaye baadaye aliitwa Mtume Paulo. Naye huyo ni Sauli. Kwa hiyo kuna Sauli huyo na Sauli huyu mwingine. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Sura ya 9 ni kusomea ule mstari wa 17 hadi mstari wa 19. Mstari wa 17 hadi mstari wa 19. Biblia inasema Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono, akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Huyu ni Sauli aliyekuwa anatesa kanisa, aliyekuwa anaua watu wa Mungu, anatesa, anasimamia watu, kukamata nyumba kwa nyumba, anawaburuta wake kwa waume, akiwatupa kwenye magereza, akisimamia mauaji ya Stefano mtumishi wa Mungu,
alikuwa ni mtu mkubwa kwenye kundi la Mafarisayo. Sasa akiwa njiani kwenda Dameski kwenda kukamata watu wengine kuleta Yerusalemu ili kuua au kuweka gerezani, Yesu anamtokea anasema naye njiani, mwambia unaniudhi, wewe ni nani? Mwambia ni Yesu. Sasa nifanyeje? Nenda, ukifika huko mbele ukiingia mjini utaambiwa ya kupasayo kufanya. Anatoka pale amepofuka, hawezi kuona tena, alipigwa nuru kutoka mbinguni, akakutana na madhambi humo ndani, akaacha kuona. Kwa hiyo akaenda, anafika kule, anakaa siku 3 bila kula wala kunywa. Mungu anamwendea muamini mmoja, mwanafunzi mmoja anaitwa Anania. Anamwambia Anania, nenda mahali fulani, kuna mtu huyu na huyu na huyu, ukaweke mikono juu yake ili apate kuona tena, na atayajua mengi yampasayo kwenye maisha yake kama mwanafunzi wangu. Anania anamwambia Yesu, huyu mtu ni hatari, haifai kwenda kumwekea mikono akapona, maana ameua kanisa, ameua Wakristo wetu, ametesa. Na hapa alipo ana barua kutoka kwa wakuu wa giza, kwa wakuu wa Wayahudi, ili aje akamate, atukamate huku. Alafu Yesu ananiambia nikamwekee mikono. Anania anaongea na Yesu, kumwambia Yesu ni kama humjui huyu mtu. Haleluya, haleluya. Anaona huyu mtu humjui, huyu hatari kabisa, huyu hatari. Anaua wazi wazi, muuaji. Haleluya, haleluya. Yes, alikuwa muuaji huyu. Wakumbuka jana tulikuwa tunaongea habari za wizi. Wezi wanaua, wanachinja, wanaharibu. Yesu alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo huyu naye kwa kazi hizo alikuwa pia anafaa na qualify kuitwa mwizi. Haleluya, haleluya. Mwizi ni shetani, na wale wanaofanya kazi wanakuwa ni wana wa Ibilisi pia, mashetani, shetani wadogo wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyu Anania anakataa pale, lakini Yesu anamwambia pana, nenda. Anakubali kwa sababu Bwana amesema nenda. Alafu Mungu ni wa ajabu, anamtuma Anania, nenda kaweke mikono juu ya yule. Upofu alimpiga mwenyewe, hakusubiri mtu aende kumpiga upofu, alimpiga upofu mwenyewe. Lakini kwenda kumfungua anatafuta mtumishi. Haleluya, anatafuta mtumishi. Angeweza kwenda akamfungua yale macho, akamwambia we sasa baada ya hizo siku 3 umeelewa? Sasa utaona na utaanza kufanya kazi. Alafu ghafla anaanza kuna, lakini akasema hapana, akatafuta mtumishi aenda mwekee mikono. Lakini pia hiyo ikiwa ni moja hapo ni kumfundisha kwamba naenda kuwa mtumishi, lakini ninatumia watumishi. Haleluya, ninatumia watumishi. Kuna mambo nayafanya mwenyewe, kuna mambo ambayo ninatafuta mtu wa kufanya naye. Na kwa kweli hiyo ndo option ya kwanza alionayo, ya kutafuta mtu wa kufanya naye, ingawa anaweza kuyafanya yote. Kama aliweza kumpiga upofu mwenyewe kutoka mbinguni, piga mwanga pale afa akasema naye akawa kipofu, alikuwa na uwezo wa kurudi pale tena akapiga mwanga ule ule ukamfungua macho na akamwambia sasa umefunguka. Lakini anaenda kwa mtumishi kule, alafu mtumishi mwenyewe haeleweki, haelewi ile somo, inabidi tena aanze kumshawishi, wewe mtumishi nyanyuka, nenda kamwekee mikono hivyo hivyo. Anakubali kwenda. Pigia makofi watumishi wa Mungu. Wakati mwingine hawaelewi, lakini Yesu anawatumia hivyo hivyo bila hata kuelewa. Haleluya. Lakini ni kuonyesha thamani ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo anasema nenda, na akaenda. Alipomwambia Bwana nimetumwa na Yesu, niweke mikono yangu juu yako, wala hakuwa na maombi, nimetumwa na Yesu aliyekutokea njiani, niweke mikono juu yako pate kuona. Akaona, akajazwa Roho Mtakatifu. Sasa unapojazwa Roho Mtakatifu, aliponyanyuka pale baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, vile macho yake akazibuka, magamba yale yakatoka, akaona, akanyanyuka, akakaa, akala, akabatizwa. Baada ya ubatizo, unapoendelea hapo chini tu, muda si muda akaanza kuhubiri. Yule aliyekuwa na waua, yule aliyekuwa na watesa, aliyekuwa anaona wajinga, aliyekuwa anaona wameacha dini ya baba zetu na mama zetu, aliyekuwa anaona hao watu wanafanya fujo mjini, ghafla akajiunga nao kufanya fujo mjini. Haleluya. Pigie Mungu makofi mengi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Atageuza mtu kwenye maisha ambaye hukutarajia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya.
Roho Mtakatifu anageuza hata wachawi, anageuza hata waganga, anageuza hata vibaka, anageuza majambazi, anageuza wezi, anageuza watu wasio, anageuza watu wabaya wa kila namna, anawageuza wanakuwa watu wazuri. Pigia makofi Roho Mtakatifu huyo anayegeuza. Anageuza. Wengine wanageuza baada ya kupigwa. Kuna watu wengine ni wagumu, hawezi kuwageuza hivi kabla ya kuwapiga. Ndio maana Roho Mtakatifu, Yesu alipokuja kwanza akapiga yule Sauli yule. Kapigwa kwanza, haoni. Haleluya. Mungu anadili na watu kwa namna tofauti tofauti kulingana na watu walivyo na au na mpango yake mwenyewe jinsi ilivyo. Angeweza kumtokea akamwambia Sauli, okoka. Kama huo ndo mpango angeuchagua, ungefanya kazi bado, wala asingempiga upofu. Lakini akachagua njia hiyo kuonyesha kwamba wakati mwingine hawa watu wanakuwa wanamtumikia shetani, wanatakiwa wapigwe kabla hawajaokoka. Kama hawajapigwa inakuwa pengine ni ngumu sana kuokoka, lakini wengine wanatakiwa wapigwe. Haleluya, 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 haleluya. Wapigwe ndipo waokoke, wajazwe Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Mungu makofi mengi na vigelegele. Kuna Sauli linatesa nyumba yako, lipigwe leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema kuna Sauli anatesa familia yako, apigwe leo kwa jina la Yesu Kristo. Apigwe, aanguke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ampige kwa mwanga. Haleluya. Yuko Sauli anatesa kanisa, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Yuko Sauli anatesa biashara yako, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Yuko Sauli anatesa ndoa yako, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Yuko Sauli anatesa hatima yako, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Yuko Sauli anatesa masomo yako, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Yuko Sauli anatesa watoto wako, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Wapigwe na waanguke, wapoteze uono wao, wapoteze maono yao, wapoteze direction, watapapase papase, waje mpaka nyumbani kwako, waseme njoo unisaidie. Hajui kwamba ndiye ambaye aliua watoto wako, lakini kwa sababu amepigwa na Bwana, kwa sababu amepigwa na Yesu, kwa sababu amepigwa na Yesu Kristo, kwa sababu amepigwa na Bwana, anatapasa papasa, anatafuta watu wa kumsaidia, anatafuta watu wa kumwombea, anatafuta watu wa kumwombea. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana anayewapiga watesi, anayewapiga watesi kabla ya kuwaokoa, anawapiga watesi kabla ya kuwaokoa, anawaangusha kabla ya kuwabadilisha, anawapiga macho, anawapiga masikio, anapiga matumbo yao, anawapiga kwa magonjwa, anawapiga kwa mateso, anapiga biashara zao, anapiga uchumi wao, anapiga ndoa zao, anapiga vile vitu anavyojivunia, zile akili anazojivunia, Bwana anazipiga kabla hawajaokoka. Baada ya hapo akimtuma mtumishi, akisikia watu wanahubiri, mwenyewe ataenda kwenye mahubiri, anatafuta kuokoka. Kwa nini? Haoni, ameshapigwa. Biashara imepigwa, uchumi umepigwa, kazi imepigwa, haoni tena. Hakuna pesa, hakuna ndoa, hakuna mke, watoto wamepigwa, kila mahali pamepigwa, ana surrender. Haleluya. Ninaachilia huo upako juu ya mtu mahali hapa kwa ajili ya watesi wake, watesi wa nyumba yako, watesi wa ndoa yako, watesi wa biashara yako, watesi wa kanisa, watesi wa watu wako, wapate kupigwa leo. Yesu awatokee, awapige kwa mwanga, awapige kwa moto, awapige, wapoteze uono, wapoteze macho, wapoteze masikio, wapigwe mpaka chini, wakatafute mahali pa kuombewa, watafuta kina Anania, wakawaombee, wapate kuokoka, wapate kumhubiri Kristo. Haleluya. Wapigwe kwanza, wakose nguvu za kutesa maisha yako. Wapigwe kwanza, wakose nguvu za kutesa ndoa yako. Wapigwe kwanza, wakose nguvu za kutesa biashara yako. Wapigwe kwanza, wakose yule sasa huyu alikuwa anakamata watu, ana nini? Sasa haoni, atakamata mtu. Hata kama utakuja mbele yake unamwambia Sauli, hebu njoo kwa Yesu. Hata kama anataka kwa hata huyu yuko wapi? Huyu anamsema Yesu nataka nimkamate. Atamkamata. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi kwa Bwana wa namna hiyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akutokee Yesu aina hiyo katika jina la Yesu Kristo. Aende kwa maadui zako kwa jinsi hiyo hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Akawasambaratisha wanaoshikilia pesa zako,
wanaoshikilia uchumi wako, wanaoshikilia ndoa yako, wanaoshikilia watoto wako, wanaoshikilia taaluma yako, wanaoshikilia huduma yako, wanaoshikilia kanisa lako, wanaoshikilia ndoa yako, hao wapigwe, waanguke chini, wasiweze tena kufanya hujuma yoyote, wasiweze tena kutesa maisha yako, wasiweze tena kutesa ndoa yako, wasiweze tena kutesa kazi yako, wasiweze tena kufanya mateso yoyote yale. Wapigwe, wawe hoi, wawe chali katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Pokea huo upako katika jina la Yesu Kristo. Pokea huo upako katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Neema ya maadui zako kupigwa mpaka washindwe kufanya kazi zao za kukuchawia, washindwe kufanya uchawi wao, washindwe kuona walikuwa wanapanda kwenye ungo wanaruka, washindwe hata huo ungo wenyewe ataupandaje, huo ungo wenyewe ataupandaje, huo ungo wenyewe ataupandaje. Walikuwa wanachawia watoto wako, washindwe kuchawiwa, wasahau hata uchawi uko wapi, wafikirie mateso, wafikirie vile vipigo ambavyo Bwana ameviangusha juu yao. Haleluya! Piga makofi kwa Bwana. Ndivyo Masauli yanavyofanywa kazi leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Masauli yote leo yatapigwa chini. Haleluya! Yatapigwa chini. Haleluya! Yatapigwa chini. Haleluya! 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 Wanafunzi wa Yesu waseme amen. Wanafunzi wa Yesu waseme amen. Wanafunzi wa Yesu waseme amen. Aliwapiga kule Yerusalemu na kuwatesa, akaenda kuokokea Dameski. Haleluya! 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 Aliwatesa kule, akaenda kuokokea. Kwa hiyo wewe usifikiri kwamba ataokokea labda mahali. Wewe acha tu, Mungu anajua. Piga mshale, ataenda kuangukia mahali Bwana amechagua. Haleluya! 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 Piga mshale, ataenda kuangukia mahali Bwana amechagua. Ataangukia kanisa Bwana amechagua. Ataangukia kwa mtumishi Bwana amepaka mafuta kwa ajili ya kazi hiyo. Haleluya! Haleluya! Yes. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, anakufanya kuwa mtu mwingine. Anakufanya mtu mwingine. Anakufanya kuwa mtu mwingine. Wako watu ambao watu wanawashangaa, huyu naye ameokoka, huyu naye ameokoka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekugeuza, umekuwa mtu mwingine. Mpigie Mungu makofi mengi na vigelegele. Kwa hiyo tunajazwa Roho Mtakatifu ili tuweze kugeuka na kuwa watu wengine. Na kunapokuwa mtu mwingine, lakini pia anatupa karama na vipawa. Huyo Roho Mtakatifu anatupa uwezo wa kufanya vitu ambavyo tulikuwa ordinarily hatuwezi kuvifanya. Huyu anaambiwa utajazwa Roho wa Mungu, utatabiri, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Utatabiri, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya! Huyo ni Sauli, anaambiwa utajazwa Roho ya Bwana, utatabiri, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Wakati mwingine unaweza ukatabiri hujageuzwa. Haleluya! Unaweza ukatabiri hujageuzwa. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine tutafika mbinguni, Yesu atasema Bwana nilifanya hiki, anatuambia oh, sikujui. Ulitabiri bila kugeuzwa. Ulihubiri bila kugeuzwa. Uliimba bila kugeuzwa. Uliomba bila kugeuzwa. Ulienda kwenye ibada bila kugeuzwa. Kwa hiyo unaweza ukawa na karama na karama ikafanya kazi na kazi ikaonekana, lakini hujageuzwa. Na ndio maana unaweza kukuta mtu madhabahuni anafanya vitu fulani, lakini ukutana naye kwenye maisha ya kawaida huko ni mnyama, kitu kingine kabisa, mpaka unashangaa. Nini? Anatabiri lakini hajageuzwa. Uwe tayari kugeuzwa. Haleluya! Nasema uwe tayari kugeuzwa. Haleluya! Usije ukaishia kutabiri alafu mwisho sikujui. Mwisho sikujui. Ulihudhuria ibada, ulihudhuria mifungo, ulihudhuria maombi na sadaka ulitoa, lakini ukukubali kugeuzwa kuwa mtu yule Mungu anataka. Haleluya! Haleluya! Kuna mtu yuko tayari kugeuzwa leo. Kuna mtu anasema leo nigeuzwe. Haleluya!
Kuna mtu anatamani leo ageuzwe, nisikie amen kama yupo. Na hiyo, that has to be, kitu kinaungua ndani yako, kitu kinachoma ndani yako, kugeuzwa. Hiyo ni agenda yako ya kwanza. Ni agenda yako ya kwanza kama mwanafunzi wa Yesu. Agenda yako ya kwanza, Roho niliyempokea anigeuze kuwa mtu mwingine. Ndio agenda. Haleluya. Ndio agenda. Itamani hiyo ya kugeuzwa kuwa mtu mwingine ambaye watu wanaweza kusema anasema kama Yesu, anatembea kama Yesu. Unaona hata namna za huyu, ukimwona huyu sio, ukijichanganya nao hivi inakuwa ni ngumu sana kukusampo. Ukikutwa katikati ya mataifa ngumu sana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Agenti wa kugeuza watu na kuwafanya kuwa watu wengine, to meet their destiny, kuwapeleka kwenye hatima zao, kuwafanya wawe watu wa hatima ile. Roho Mtakatifu anakugeuza unakuwa mtu mwingine. Sauli huyu ili awe mfalme anatakiwa geuzwe, moyo wake ubadilishwe. Moyo ubadilike. Mungu abadilishe moyo wa mtu mahali hapa katika jina la Yesu. Wewe unayenisikia, moyo wako ubadilike, upatane na mpango wa Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Moyo unageuzwa. Mtu mmoja akamsikia mhubiri mmoja anasema akawa anaelezea siku Mungu alipobadilisha moyo wake. Akasema anashukuru Mungu asingebadilisha moyo wake, asa pengine nisingekuwepo. Asa siku hiyo Mungu alibadilisha moyo, alitoa mwenyewe akasema nilikuwa na moyo wa kuku, katoa moyo wa kuku huko ndani akaweka moyo wa simba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maana alikuwa na moyo mnyonge ambao hawezi kupambana, hawezi kukabiliana na upinzani, hawezi kukabiliana na mashetani na vitisho vyao. Kwa hiyo akachomoa ule moyo ambao ulikuwa ufai, akaweka moyo mpya. Uko kwenye biashara na hauna moyo wa biashara, Mungu leo akupe moyo wa biashara katika jina la Yesu. Kuna watu wanahangaika na biashara, they don't have that a heart for business. Hawana moyo wa biashara, na biashara anafanya ndio kila siku analialia tu, anahangaika, hana moyo wa biashara. Biashara ina moyo wake. Biashara ina moyo wake. Mtu anafanya kazi ya ualimu, hana moyo wa mwalimu. Utaona watoto wanavyokoma, kuta na washughulikia mpaka utasema huyu amelazimishwa. Mwalimu hana moyo wa mwalimu. Kutana na nesi, hana moyo wa unesi. Unaweza ukaomba aondoke uendelee mwenyewe. Na nesi hana moyo wa unesi. Kutana na daktari, hana moyo wa udaktari. Yuko pale, ukifika tu anaanza kupiga atapata shilingi ngapi kutoka kwako. Huyo mfanya biashara huyo, lakini yuko hospitalini ni daktari. Ana moyo wa kupiga pesa tu. Alafu unaenda na ugonjwa wako, anakusikiliza hivi. Utaandikiwa vipimo ambavyo mtu mmoja aliandikiwa vipimo mpaka akashangaa. Daktari ikabidi atafute second opinion. Daktari mwingine anaenda kuangalia ile, anasema hii kipimo huyu mtu anataka nini kwako? Anamwandikia vipimo ambavyo havipo. Sasa utaenda utafanya vile vipimo vyote, lakini anajua hela yake inaingia huko. Daktari hana moyo wa daktari. Anapiga pesa tu, akiona mgonjwa anaona pesa tu. Haleluya, haleluya. Nasema leo Mungu abadilishe moyo wa mtu mahali hapa, upatane na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Moyo wako geuzwe upatane na kusudi la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Paulo anabadilishwa, anageuzwa baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Anaanza kumhubiri Yesu ambaye alikuwa hawezi kumhubiri na alikuwa hataki watu wamhubiri. Kwa nini? Kwa sababu amegeuzwa. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, anaweka karama, anaweka vipawa, lakini pia anatugeuza,
anageuza mioyo yetu, anageuza maisha yetu. Haleluya. Uwe tayari kugeuzwa, uwe tayari kugeuzwa, uwe tayari kugeuzwa. Maana wakati mwingine Mungu anakusubiri ugeuzwe na wewe hauko tayari kugeuzwa. Anaweza akakutumia kufanya kitu hivyo hivyo ili mwisho wa siku atakuacha, kwa sababu Mungu alimtumia hata Farao. Unanielewa? Mungu anaweza akatumia hata jiwe likafanya kazi. Anaweza akatumia hata shetani akafanya kazi. Mungu anaweza akatumia hata pepo akafanya kazi yake, afu anaachana. Unanielewa? Lakini wewe hataki ufanye kazi kama pepo, hataki akutumie kama pepo, kama shetani, hataki akutumie kama Farao, kama jiwe. Anataka akutumie kama mwana, anataka akutumie kama mtu ambaye utarithi uzima, utakaa naye milele. Anataka akutumie kwa faida ya sasa na baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu anayetugeuza na kutufanya kuwa watu wengine. Na hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu kwenye kanisa. Kanisa ni juu ya Roho Mtakatifu anayegeuza watu. Biashara kubwa ya kanisa ni watu kugeuka, watu kuwa wengine. Usikubali kukaa kwenye mkutano wa kanisa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, tabia haibadiliki, misimamo haibadiliki, uko yule yule. Hilo kanisa likusaidii. Tafuta kanisa jingine. Kama tatizo ni kanisa au tatizo ni wewe, geuka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Lazima uchague kama ni kanisa au kama ni wewe. Nani ana shida? Kama shida iko kwenye kanisa, tafuta jingine. Kama shida ni wewe, kubali kubadilika. Lakini mabadiliko alimradi transformation has to be there. You have to have a clear record of change in your spirituality. Lazima uwe na mabadiliko ambayo is traceable. Unaweza you can trace kwamba kuna mabadiliko yanaendelea kwenye maisha yangu. Unanielewa ninachokisema? Unaelewa ninachokisema? Roho Mtakatifu anatugeuza. Leo tunaona hiyo kazi ya kugeuza. Na Mungu atusaidie kugeuka. Haleluya. Mungu atusaidie kugeuka. Tunapogeuka ndani yetu na kupatana na kusudi la Mungu, mioyo yetu inapogeuka, maisha yetu yanabadilika zaidi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini pia tumesema Mungu anawapiga wale maadui, maagenti wa shetani, wale wezi wale. Wanapigwa, wanaanguka chini, wanakuwa hawezi kufanya zile kazi zao za shetani. Wanaanza kupapasa, wanatafuta nani wa kuwaombea. Kitokea mtu akawawekea mkono wakapata, wanaokoka. Nasema hiyo ni njia ambayo pia Mungu ameiweka kwa ajili ya watu fulani. Lazima wapigwe kwanza ndio waokoke. Ndio maana wakati wa kupiga ukifika, piga. Unaweza ukawa unamhurumia huyo mchawi, kumbe unamchelewesha kuokoka. Unanielewa? Unaweza ukawa unamhurumia huyo mchawi, utakumpiga, kumbe unamcheleweshea kuokoka kwake. Na Mungu ameweka kwenye site yako umpige ili aanguke, aokoke. Sasa wewe umekaa, bwana tumwachie Mungu, wakati Mungu amekupa. Kwa mwisho wa siku uende ukadaiwa kwa nini yule mchawi hakuokoka, kwa sababu hukumpiga. Unanielewa ninachokuambia? Unanielewa ninachokisema? Kwa sababu hukumpiga vya kutosha. Kwa hiyo ameshindwa kufika mahali kama alitakiwa apigwe ili aokoke. Hujapiga. Piga ili kama anatakiwa kuokoka kwa kupigwa, basi aokoke kwa njia hiyo. Bana, mtu anayekuwa kwenye biashara ya kuua watu ni mgumu sana. Usifikiri kitu rahisi mchawi kuokoka. Si kitu rahisi. Ni tunasema tunaokolewa kwa neema. Lakini neema ina different way to manifest kwa mtu. Wengine neema inafunuliwa kwa vipigo. Unaelewa ninachokwambia? Paulo aliokoka kwa neema. Ile neema ilikuja kwa kipigo. Pigo akaanguka chini. Macho haya. Ndio neema ilikuwa kazini hapo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetusaidia, anayetugeuza. Anayegeuza maisha yetu na maisha ya watu wake wote. Asante Mungu. Asante Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Yes, sasa tunafika mahali tunataka tumruhusu Roho Mtakatifu apite tena kwenye maisha yetu. Na kila mmoja atamani kugeuzwa. Kila mmoja atamani kugeuzwa. Kama kugeuka sio demand ya moyo wako,
basi hali yako ni mbaya kuliko unavyojua. Kama kugeuka sio demand yako ya moyo, hali yako ya kiroho ni mbaya, yani uko mbali na ukweli kuliko kawaida. Ni sawa na mlevi anayetembea kula hala, yani hajui kinachoendelea. Lakini mtu yeyote anayejua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho is eager, yuko yani anahaha, anatafuta jinsi gani naweza nikageuka. Huyu anajua kinachoendelea. Lakini asiyejua kinachoendelea yuko busy na mambo yake huko, yuko busy huko na yuko kwenye mabaa huko, yuko kwenye dunia huko, anakula dunia, yuko kwenye club huko, yuko wapi yuko yale wala, kwa sababu yani hajui kinachoendelea. Total darkness. Lakini anaijua kinachoendelea. Kadiri unavyojua kinachoendelea ndivyo unavyozidi kuhaha ili uweze kukaa vizuri. Unanielewa ninachokisema? Unaelewa ninachokisema? Pigie Mungu makofi mengi. Sema: Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nimesikia neno lako. Nimesikia tena na ninatamani kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Ninatamani kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Ninatamani kubadilishwa. Moyo wangu badilishwe, hisia zangu zibadilishwe. Bwana Yesu, peke yangu siwezi, ila Roho wako anaweza kunibadilisha. Ndio maana ninaomba nijazwe tena na Roho Mtakatifu ili nigeuzwe, ili anigeuze. Karibu Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, karibu Roho Mtakatifu, karibu kwenye maisha yangu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu kwenye maisha yangu. Njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho wa uzima, njoo Roho wa Baba, njoo Roho mwema, njoo Roho mwema, njoo kwenye maisha yangu. Ninakuhitaji kwa upya, Njoo unijaze, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Karibu ndani yangu, geuza moyo wangu, nibadilishe moyo, nipe moyo mpya, moyo unaopatana na kusudi lako na wito wako na utumishi wako, moyo unaopatana na ile baraka iliyo mbele yangu. Baba, badilisha moyo wangu, badilisha moyo wangu, nijaze Roho wako. Badilisha moyo wangu, nijaze Roho wako, nijaze Roho wako, nijaze tena, 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 nijaze tena kwa jina la Yesu. Nijaze tena kwa jina la Yesu. Nijaze tena kwa jina la Yesu. Nijaze tena kwa damu ya Yesu. Nijaze tena kwa damu ya Yesu. Nijaze tena kwa jina la Yesu. Nijaze tena, nijaze tena. Asante Yesu, asante Baba. Kila mmoja anatamani. Kanisa linakutamani. Kama kanisa tunatamani kujazwa nawe. Kila mmoja anatamani. Angalia kiu na shauku ya mtu mmoja mmoja na shauku ya kanisa. Kujazwa. Sante Roho Mtakatifu, sante Roho wa Baba, sante Roho wa Baba, sante Roho wa Baba, sante Roho wa Baba. Karibisha Roho Mtakatifu, karibishe ndani yako, karibishe ndani yako, karibishe. Ndio Roho Mtakatifu, mara nyingi tumekukosea, mara nyingi tumekuhuzunisha. Roho Mtakatifu, mara nyingi tumekuhuzunisha, lakini tusaidie sasa, tunakuhitaji. Tusamehe Roho Mtakatifu, turehemu Roho Mtakatifu, tutakase Roho Mtakatifu,
uingie ndani yetu kwa upya. Ingia ndani ya watu wako hawa kwa upya, kwa upya, kwa upya. Roho Mtakatifu unayegeuza, wewe unayegeuza, unatupa nguvu, unatupa vipawa, unatupa karama, unatupa kutabiri, unatupa hivi, unabadilisha na usemi wetu. Roho Mtakatifu, tunaomba sasa nguvu zako za ajabu zikaingie ndani ya kila mmoja katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Ingia Roho Mtakatifu, ingia, ingia Roho Mtakatifu, ingia, 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 ingia. Jaze, jaze, jaze ili umgeuze. Kwa nini tunataka kujazwa leo? Tunataka utugeuze, tunataka utugeuze tena, tunataka utugeuze tena. Mwambie nataka unijaze, unigeuze, unijaze, unigeuze, unijaze, unigeuze, unigeuze niwe mtu mwingine. Ile akili ya kipagani uiondoe, ile akili ya dini uiondoe, ile akili ya dunia uiondoe, yale mazoea ya dunia uyaondoe, zile hisia za dunia uziondoe. Unigeuze niwe yule mtu unayemtaka sasa, uwe mtu yule unayemtaka sasa, kwa ajili ya kusudi lako la sasa, kwa ajili ya kusudi lako la baadaye. Unigeuze sasa, unigeuze sasa. Misimamo yangu, misimamo yangu, matazamio yangu, matarajio yangu, mwambie akugeuze, ageuze mipango iliyoko ndani yako, misimamo, taratibu, tabia, mazoea yaliyoko ndani yako. Mwambie akugeuze. Inawezekana hujaolewa kwa sababu unatakiwa kugeuzwa. Inawezekana hujaoa kwa sababu unatakiwa kugeuzwa. Inawezekana hujapata pesa kwa sababu unatakiwa ugeuzwe kwanza ili pesa ipatikane. Inawezekana biashara haikui kwa sababu unatakiwa kugeuzwa kwanza ili biashara ikue. Inawezekana wateja wale wakubwa wakubwa hawaji kwa sababu unatakiwa ugeuzwe kwanza ili uweze kukaa kwa namna ambayo uta-accommodate wateja wa aina fulani. Riaka popo sika, 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 riaka popo sika. Mwambie unatamani kugeuzwa, unatamani kugeuzwa, unatamani kugeuzwa, unatamani kugeuzwa. Watoto wako wanaharibika kitabia kwa sababu hujageuzwa, kwa sababu hujageuzwa. Unamlilia Mungu, watoto wangu ni walevi. Kwa nini usigeuke kwanza wewe? Geuka kwanza wewe. Geuka, 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 geuka. Yako mengi tunayatazamia kutoka kwa Mungu, lakini kwa sababu hatujageuka, ndugu yangu, hujageuka. Huyu mwana wa Kishi alitakiwa awe mfalme, lakini hata kama alikuwa ameteuliwa kuwa mfalme, lakini alitakiwa ageuzwe kwanza awe mtu mwingine. Alitakiwa abadilishwe moyo wake kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kuhimili, kwa ajili ya kuingia kwenye level ya ufalme. Ndio umeitwa kuwa mfalme, ndio umeitwa kuwa nabii, ndio umeitwa kuwa kuhani, ndio umeitwa kuwa mtume, ndio umeitwa kuwa mchungaji, ndio umeitwa kuwa mwalimu, ndio umeitwa kuwa mwinjilisti, ndio umeitwa kuwa mfanyabiashara mkubwa, ndio umeitwa kuwa tajiri, ndio umeitwa kuwa mme, ndio umeitwa kuwa mke, ndio umeitwa kuzunguka dunia hii ukifanya hiki na kile kwa ajili ya Bwana. Ndio umeitwa kuwa bilionea, ndio umeitwa kwa ajili ya mambo mazuri, ndio ahadi zote nzuri za Mungu ni zako, ndio. Lakini ili zipate kutimia lazima ugeuke, lazima kugeuzwa, lazima kugeuzwa. Tamani leo, tamani leo, tamani leo. Iko neema ya kukugeuza, maisha yako yageuke. Iko neema ya kukugeuza. Tamani leo, tamani leo, tamani leo ugeuke. Akili zako zigeuzwe, ugeuzwe ndani. Yule mtu wa ndani ageuke katika jina la Yesu Kristo. Yule mtu wa ndani ageuke. Ndio umeokoka, uko kanisani, lakini maisha yako ni ya kipagani. Hujatofautiana na yule ambaye hajaja kanisani. Kwa hiyo hauna chochote cha kudai kwamba mimi nimeokoka. Hapana. Maisha yako hajaokoka, maisha yako hajaokoka, maisha yako hajaokoka. Ulimi wako haujaokoka. Hapo rika, macho yako hajaokoka, masikio yako hajaokoka. Hapa rika papa, hujaokoka hapa na pale. Hebu leo tamani kugeuzwa, tamani kugeuzwa.
kugeuzwa kwa mtu mwingine, kwa mtu mwingine, kwa yule mtu ambaye Bwana anamtaka. Kuna mtu mwingine, kuna Peter mwingine anatakiwa, kuna Peter mwingine anatakiwa, kuna Ana mwingine anatakiwa, kuna Mary mwingine anatakiwa, kuna Mary mwingine anatakiwa, yuko Jenny mwingine anatakiwa, yuko Jenny mwingine anatakiwa. Leo mwambie Bwana, ninamtaka huyo Jenny mwingine, ninamtaka huyo mwingine, ninamtaka huyo mwingine, ninamtaka huyo mwingine, ninamtaka huyo mwingine. Huyo niliye naye, huyu wa sasa ametosha. Kila mtu ampigie Bwana kelele, aseme huyu wa sasa ametosha, huyu wa sasa ametosha, huyu wa sasa ametosha, huyu wa sasa ametosha, ametosha. Huyu Peter wa sasa ametosha. Bwana, leta mtu mwingine, fanye kuwa mwingine kwa ajili ya sasa, kwa ajili ya baadaye, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, unajazwa. Mwambie Bwana, nataka unijaze ili niwe mtu mwingine, 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 niwe mtu mwingine. Raka papa 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 kararika papa reka sanda reka papa seka raka papa seka. Unafeli. Huyo wa sasa anafeli. Tafuta Bwana akupe mtu mwingine, awe mtu mwingine atakaye faulu hilo eneo. Umekuwa unafeli hapa, umekuwa unafeli pale, lakini leo pigie Bwana makofi, pigie Bwana kelele, tangelea Bwana, piga kelele za moyo, piga kelele za sauti. Unataka kuwa mtu mwingine, kwenda kwenye kiwango kingine, raka papa 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 papa. Nakwambia hujamuona huyo mtu. Kuna mtu anaonyeshwa, kuna mtu anaona yule mtu anayetakiwa kuwa, na unamuona, unamwona amevaa suti, ameulamba fresh, wakati wewe hapo ulipo na kipensi tu, umevaa kipensi, umevaa t-shirt tu, wakati yule mtu mwenyewe yule anayetakiwa wewe, ninamuona pale mbele amevaa tai, ameulamba kweli. Raka papa 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 raka papa papa. Unasema nini? Kuna mtu yule unatembea kwa mguu, lakini yule mtu mwingine yuko kwenye gari nzuri, anatembea, ana drive mwenyewe. Raka papa 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 papa. Unasema nini? Uko kwenye kibanda, uko kwenye kioski, lakini yule mtu mwingine ninamwona yuko kwenye supermarket kubwa mjini, amekaa pale. Unasema kitu gani wewe? Unasema nini wewe? Raka papa sika. Unakaa hujaolewa, wakati namwona mume wako analalamika, mume wako anamlilia Mungu, anasema Mungu yuko wapi huyu mke? Yuko kila kiangalia muone, kwa sababu hujageuka ukawa yule mtu mwingine, anayetakiwa kuolewa, anayetakiwa kuoa. Unasema nini? Raka papa papa papa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu geuza, Roho Mtakatifu geuza, Roho Mtakatifu geuza, Roho Mtakatifu geuza. Wape kutabiri wanaotakiwa kutabiri, wape kunena wanaotakiwa kunena, wape vipawa, wape vipawa, wape vipawa, wape vipawa vya ajabu, wape vipawa vya ajabu, wape vipawa vya ajabu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kapareka sanda. Wengine ni wachawi, lakini namwona yule ambaye si mchawi yuko anakusubiri. Unasubiriwa hata kama umetishwa na shetani. Ukiacha uchawi utakufa, lakini namwona yule mwingine ameacha uchawi, ameokoka, anahubiri Injili, anaishi miaka mingi. Ninamwona huyu mchawi akifa muda si mrefu. Raka papa 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 papa. Uko ni kahaba, unafanya biashara ya ukahaba, unaenda kwenye madanguro, ndio kazi yako, lakini namuona binti mwingine ambaye si kazi ya ukahaba. Ninamuona mwinjilisti, ninamuona mwinjilisti matata, ninamuona muombaji, yuko mtu mwingine. Ukajazwe
ukajazwe, 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 ukajazwe. Misingi ya dini kakatike, misingi ya dini unapojazwa, zile roho zingine zinatokea upande wa pili. Roho Mtakatifu anaingia kutoka juu, wale mapepo mengine wanatokea huko chini, wanaelekea shimoni. Unajazwa kutoka juu, unajazwa kutoka juu. Wale mapepo waliokupa hizo tabia mbaya, waliokupa hizo kazi mbaya, waliokupa hayo maneno mabaya, wanatokea upande wa pili, wanaelekea shimoni, wanaenda kwenye shimo la uchawi, 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 wanaenda mahali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unaendelea kujazwa Roho Mtakatifu. Mission yake ikiwa ni kugeuza kwa mtu mwingine. Anageuza moyo wako, anageuza ufahamu wako, anageuza hisia zako, anageuza mazoea yako, anageuza mipango yako, anageuza ratiba yako, anageuza, 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 anageuza. Nageuzwa, umejaa uchungu, umejaa hasira. Roho Mtakatifu anakugeuza kwa ndani, unajazwa furaha, unajazwa amani. Wanafunzi walijaa furaha na amani. Unajazwa, 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 unajazwa. Yes, yes, yes. Wewe unayetusikiliza popote pale ulipo, nguvu za Mungu zinaendelea kujaa ndani ya watu. Roho Mtakatifu anaendelea kujaa. Roho Mtakatifu anaendelea kujaa, na wewe hapo ulipo unajazwa, 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 unajaa, 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 unajazwa, unajazwa, unajazwa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwana wa Mungu aliye hai. Unajazwa, 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 unajazwa kiwango kipya. Unajazwa, unajazwa, unaenda, unajazwa kiwango kipya, kipimo kipya, kipimo kipya, kipimo kipya. Unajazwa, unajazwa mtu mmoja mmoja, unajazwa na kanisa linajazwa, kanisa linajazwa, kanisa linajazwa, kanisa linajazwa, kanisa linajazwa, kanisa linajazwa. Unageuka kwa mtu mwingine, ambaye mume wako atakutaka, mume wako atakutaka, mke wako atakutaka, wateja watakutafuta, wateja watakutafuta, wateja watakutafuta, watu watakutafuta wahudumie, watu watakutafuta. Unajazwa kwa ajili ya huduma, unajazwa kwa ajili ya kazi, unajazwa kwa ajili ya biashara, unajazwa kwa ajili ya ofisi yako, unajazwa kwa ajili ya karama, kwa ajili ya kipawa, kwa ajili ya kipawa, kwa ajili ya huduma yako. Unajazwa, watu wanajazwa popote pale ulipo, popote pale ulipo. Unajazwa, 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 unajazwa kwa ajili ya makusudi ya Bwana, kwa ajili ya kusudi la Mungu kwenye familia yako, kwa ajili ya familia yako. Unajazwa kwa ajili ya kanisa lako, unajazwa kwa ajili ya biashara yako, unajazwa kwa ajili ya huduma yako, unajazwa kwa ajili ya nchi yako, unajazwa kwa ajili ya ulimwengu. Unajazwa, 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 unajazwa. Pokea, 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 pokea.
Watu wanapokea, watu wanapokea, watu wanapokea. Miujiza inatokea. Ninafungua wingu la miujiza. Watu wanapokea na miujiza yao. Wagonjwa wanapona, wagonjwa wanapona, vipofu wanapata kuona, walemavu wanafunguliwa ulemavu wao, wanafunguliwa, wanafunguliwa, watu wanafunguliwa, mizimu inatoroka, mapepo wanakimbia, watu wanajazwa, 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 wanapewa kunena kwa lugha, wanapewa kunena kwa lugha. Moto unawaka, moto unawaka, kuna zidi kukolea, kuna zidi kukolea, kuna zidi kukolea, kuna zidi kukolea, kuna zidi kukolea. Hali inabadilika, hali ya hewa inabadilika, hali inabadilika, hali inabadilika. Watu wanageuzwa, saa ya mageuzo, saa ya mageuzo, saa ya mageuzo. Watu wanageuka, watu wanageuka. Unaweza kumvuta na mke wako, unaweza kumuita na yule asiyekuepo mahali hapa. Unaweza kusema baba, unanigeuza, geuza na mume wangu, geuza na mke wangu, geuza watoto wangu, geuza baba yangu, geuza mama, geuza mama, geuza mama, geuza mama, geuza baba, geuza kaka, geuza dada, geuza mme, geuza mke, geuza watoto. Saa ya kugeuzwa sio kwa wale walioko hapa tu, hata kwa wale unaowaombea. Kuna neema, kuna neema hata kama wako mbali, wako mbali. Wewe sema na Bwana, sema na Bwana. Roho Mtakatifu anaweza kuwashukia huko waliko, akawageuza, akawageuza, akawageuza. Mume wako anageuzwa, mume wako anageuzwa, kaka yako anageuzwa, dada yako anageuzwa, mama anageuka, mama anageuka, wanageuka, wanageuzwa mioyo, mioyo yao inabadilishwa, 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 inabadilishwa. Rakapapapapa. Kuna jambo linatokea, kuna jambo linatokea, kuna jambo linatokea. Watu macho yao yanafunguliwa, macho yanafunguliwa, masikio yanafunguliwa, macho yanafunguliwa, macho ya masikio yanafunguliwa, 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 macho yanafunguliwa, vinywa vinafunguliwa. Hapa macho ya Paulo, macho ya Sauli yalifunguliwa, magamba yanakatoka kwenye macho yake, magamba yanatoka kwenye macho yako, kwenye macho hao watu nao waombea, kwenye macho ya mume wako, kwenye macho ya mume wako, magamba yanatoka, magamba yanatoka, magamba yanatoka, magamba yanatoka kwenye macho ya mke wako, kwenye macho ya watoto wako, kwenye macho ya baba yako, kwenye macho ya mama yako, kwenye macho ya watu hao, watu hao unaowaombea. Wabarika kwa wanakanisa wote, kwa wanakanisa wote, kwa watu wa kanisa, kwa watu wa kanisa, kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, kuna mambo makubwa yanatokea, kuna mambo makubwa yanatokea. Utaanza kufanya mambo ambayo watu hawakutegemea. Watashangaa, watashangaa. Sauli alipoanza kutabiri, walishangaa, wakasema Sauli naye yuko miongoni mwa wana wa manabii. Hata wewe Roho Mtakatifu amekujaza, utafanya vitu visivyo vya kawaida, vitu vya kimungu, vitu vya kimungu, vitu vya kimungu, vitu vya Bwana, vitu vya kimungu, vitu vya Mungu. Utafanya kazi na Bwana, utafanya kazi na Bwana. Mke wako atakushangaa, mume wako atakushangaa, majirani watakushangaa, kazini kwako atakushangaa, kanisani kwako atakushangaa. Yule mwingine tayari, yule mwingine tayari, wale walio tayari, yule mwingine yuko tayari ndani yako, yuko tayari ndani yako. Kila aliye tayari kuwa mwingine anakuwa mwingine. Kila aliye tayari kuwa mwingine anakuwa mwingine, sawa sawa na mapenzi ya Baba, sawa sawa na mapenzi ya Baba, kama Baba apendavyo. Wale walio tayari, wale wanaotaka kuwa wengine kama Baba atakavyo, hao tayari, hao tayari, hao tayari wamekwisha kuwa wengine, wamekwisha kuwa wengine, ni wengine kabisa. Wewe sasa sio yule, umekuwa mwingine. Ulikuwa Sauli, sasa wewe uko tayari kwa majukumu yako ya kifalme. Uko tayari, uko tayari kwa biashara kubwa. Uko tayari
kwa huduma kubwa, uko tayari kwa ndoa nzuri, uko tayari kwa pesa nyingi, uko tayari, uko tayari, uko tayari, na pesa nyingi zitaanza kukutafuta, zitakutafuta, zitakutafuta, zitakutafuta. Uko tayari kwa wateja wa next level. You are ready for next level. You are ready for next level. You are ready. You are ready. You are ready. You are ready to manifest. Uko tayari. Uko tayari. Uko tayari. Katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Asante. Mwambie Mungu asante. I didn't expect this much. I didn't expect this much. Sikutarajia kwa kiwango hiki. Sikutarajia utafanya haya, lakini umefanya. Lakini umefanya. Yes, you have done it beyond my expectations. Yes, yes, hata mimi sikutarajia. Sikutarajia namna hii. Sikutarajia namna hii. Sikutarajia mwagiko la namna hii. Sikutarajia. Matarajio yangu yamezidi. Matarajio yamekuwa ni kidogo. Matokeo ulichokifanya Bwana kimezidi matarajio yangu. Kimezidi matarajio yangu. Kimezidi matarajio yangu. Umewabadilisha zaidi ya matarajio. Umewageuza kupita matarajio. That is God. That is Jesus. Uwezaye kufanya zaidi ya tuwawazayo. Zaidi ya yale tuwawazayo. Pigie Mungu makofi. Amefanya zaidi ya yale tuyaombayo, zaidi ya yale tuwazayo, zaidi ya matarajio yetu, zaidi ya mategemeo yetu. Amefanya. Jina lake litukuzwe. Amen.